Ada tunaanza leo na ofisi ya Mheshimiwa Rais TAMISEMI. Swali linaulizwa na Mheshimiwa mbunge wa Handeni Omar Abdalla Kigoda. Na swali hilo linauliza, hospitali ya wilaya Handeni inahudumu wagonjwa kutoka Kilindi, Mziha, Negero na Handeni yenyewe. Je, ni lini serikali itaipatia vifaa tiba na wauguzi wa kutosha hospitali hiyo? Mheshimiwa Jafo. Swali hilo linajibiwa na naibu waziri TAMISEMI Mheshimiwa Selemani Jafo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Omar Abdalla Kigoda mbunge wa Handeni mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua mahitaji ya vifaa tiba katika hospitali ya wilaya ya Handeni, serikali imetenga shilingi milioni 181.9 katika bajeti ya mwaka wa fedha 2016-2017 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba. Fedha zote zimeshapokelewa na zimetumika kununua vifaa tiba vinavyohitajika kusaidia utoaji wa huduma, vikiwemo BP machine, vifaa vya kupimia kiwango cha damu, vifaa vya kujifungulia na kupimia upumuaji wa watoto, pamoja na kulipia gharama za manunuzi ya jokofu katika chumba cha kuhifadhia maiti. Halmashauri imeomba mkopo kutoka Bima ya Taifa ya Afya NHIF ili kununua ultrasound yenye thamani ya shilingi milioni 75. Halmashauri imeahidi kurejesha fedha zote kupitia makusanyo ya tere kwa tere ya mfuko wa bima wa afya ya jamii CHF. Mheshimiwa Spika, mahitaji ya watumishi katika hospitali hiyo ni 359. Watumishi waliopo ni 170 na upungufu ni watumishi 189. Halmashauri imeomba kibali cha kuajiri watumishi 118 katika mwaka wa fedha 2016-17, ambapo baadhi ya watumishi hao watapelekwa katika hospitali ya wilaya. Kati ya watumishi hao walioombwa, watumishi 49 ni wauguzi, watumishi 25 ni madaktari na kada nyingine watumishi 44. Mheshimiwa Kigoda, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa serikali imeshatoa kibali cha kupeleka wauguzi kule, na ukizingatia kwamba hospitali ina upungufu wa wauguzi karibia zaidi ya 60%, je, ni lini serikali itakuwa tayari kupeleka hawa wahudumu, ukizingatia kwamba hali ya kule sio nzuri kwa sasa? Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa naibu waziri TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Omar Kigoda mbunge wa Handeni mjini kama ifuatavyo. Kama nilivyosema, wenzetu wa Handeni waliomba kibali, na naomba niseme ni kwamba ni vibali katika kada mbalimbali zimeombwa, lakini naomba niwahakikishie wazi kwamba kwa sababu mchakato wa utoaji wa vibali ulishaanza katika sekta ya elimu, hasa katika swala zima la walimu wa science, kwa kadri serikali itaviona inafaa, basi tutajitahidi kwa kadri kufanya kuhakikisha tunapeleka nguvu, na hasa vile vibali ambavyo vimebainishwa na ofisi ya utumishi ikishatoa go ahead katika maeneo mbalimbali, basi tunashiriki katika jinsi gani tutafanya kuongeza watumishi, kwa sababu tukijua kwamba sio sekta ya afya peke yake, isipokuwa kada mbalimbali zina matatizo makubwa sana, na hivyo ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba tunafanya kila liwezekanavyo. Lengo kubwa ni wananchi waweze kupata huduma inayostahili. Kwa hiyo Bwana Omari, naomba ondoa hofu katika hilo. Mheshimiwa Silinde, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu ya Mheshimiwa naibu waziri, changamoto katika sekta ya afya ukiacha vifaa tiba, lakini sasa hivi pameibuka changamoto kubwa mpya, ambao wananchi wanakuwa wakilipa bima zao za afya, wanakwenda katika hospitali, wanaandikiwa tu madawa lakini wanashindwa kupatiwa pale. Kwa hiyo nilitaka nijue ipi ni kauli ya serikali kwa wananchi ambao wamelipia bima zao lakini hawapati matibabu katika hospitali husika. Nimekuona Mheshimiwa Waziri wa Afya, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ningependa kujibu swali la Mheshimiwa Silinde kama ifuatavyo. Mwananchi yoyote ambaye ana kadi ya bima ya afya anatakiwa kupata huduma zote za afya bure, ikiwemo vipimo. Lakini nikiri Mheshimiwa Spika kwamba katika baadhi ya vituo vya afya vya umma, hasa nadhani unazungumzia CHF, tuna changamoto ya upatikanaji wa dawa zote katika vituo vyetu, na ndio maana mfuko wa taifa wa bima ya afya una maduka ya dawa, ambapo kama umeikosa ile dawa katika hospitali husika, unatakiwa kwenda katika duka la dawa ambalo limetambuliwa na NHIF. Lakini kwa CHF Mheshimiwa Spika, kidogo hapo niseme kuna changamoto, lakini kwenye mikoa ambapo tumeenda kwenye bima ya afya
iliyoboreshwa, wao wanaweza wakapata dawa katika maduka ya dawa. Kwa hiyo tunaifanyia kazi changamoto hii. Asante sana. Tunaendelea waheshimiwa wabunge na swali linalofuata, swali la Mheshimiwa Juliana Daniel Shonza. Mheshimiwa Spika, na swali linasema, je, serikali ina mpango gani wa kuboresha miundombinu ya elimu vijijini kama nyumba za walimu pamoja na kulipa malimbikizo ya madeni ya walimu wanayodai serikali? Hili tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Juliana Daniel Shonza, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inaboresha miundombinu ya shule nchini kupitia mipango na bajeti ya serikali kwa kushirikisha nguvu za wananchi na wadau wa maendeleo ili kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Mheshimiwa Spika, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2016-2017, serikali imetenga shilingi bilioni 13.9 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za walimu 1157 kwa shule za msingi na bilioni 11.14 zimetengwa kwa ujenzi wa nyumba za walimu 661 kwa shule za sekondari. Aidha, kupitia mpango wa maendeleo ya elimu ya sekondari MES 2, serikali imekamilisha ujenzi wa nyumba 146 kati ya nyumba 183 ambazo kila nyumba wataishi watumishi 6, yani walimu 6. Ujenzi wa nyumba hizo umegharimu shilingi bilioni 21.9. Nyumba 37 zinaendelea kujengwa kwa gharama za shilingi bilioni 5.5 na zitakamilika tarehe 30 Aprili 2017. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kulipa madeni ya walimu kadri inavyojitokeza na kuhakikiwa. Katika mwezi Oktoba 2015, serikali ililipa madeni ya shilingi bilioni 20.12 kwa walimu 44,700 na shilingi bilioni 1.107 zilipo kwa mwezi Februari 2016 kwa walimu 3,221. Hivi sasa walimu wanadai serikali madeni yanayofikia shilingi bilioni 26.04 kwa ajili ya walimu waliopo kazini 3,620 na walimu wastaafu 2,134. Deni hilo limewasilishwa hazina kwa ajili ya taratibu za mwisho za kulipwa kwa walimu wanaodai.